kujenga bandari mpya. Kwa hiyo wananchi hawa wote kwanza wamekuwa na imani na serikali inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, wamekuwa na imani na Chama cha Mapinduzi, wamekuwa na subira zaidi takriban sasa miaka 16 wanasubiria maendeleo ya eneo lao ambalo limekubaliwa na serikali na hususan ujenzi wa bandari, na wanasubiria kulipwa stahiki zao. Kwa hiyo mara kwa mara tangu nilipokuwa mgombea nilikwenda nikafanya kampeni, na nashukuru walinielewa na kipa kula Chama cha Mapinduzi. Lakini na mimi baada ya kuchaguliwa nimekuwa nikiwasemea hoja zao hata nilipokuwa viti maalum, sababu hili jambo ni la kitaifa. Mradi wa ujenzi wa bandari mpya ambayo ikapo kubwa ukanda wa Afrika Mashariki, ni ndoto ambayo sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja sasa kuithibitisha kwamba ni maono sahihi na wakati sahihi, na kwamba bandari hiyo itakuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo leo wamekuja kama ambavyo ilikuwa kawaida, wao wanaendelea kufuatilia malipo ya fidia zao, na mimi kama mbunge nimewapa namna ambavyo nashukuru kwanza wamenisikia. Na kazi ya mbunge na hawa wazee wanajua kazi ya mbunge ni kuwakilisha hoja za wananchi bungeni. Kwa hilo bwana wamenifatiki. Ndio. Hilo bwana nimefuatiki, lakini mimi nikamwambia naenda hatua nyingine. Nilichofarijika bunge ila bado licha kwamba bado haijatekeleza, lakini nimesikika. Nimewasilisha hoja, nilichofarijika kikubwa kwa niaba ya wananchi wa Bagamoyo ni ile mradi wa ujenzi wa bandari. Yaani mji wenyewe tu wa Bagamoyo ni mradi namba 1 kwenye mpango wa maendeleo ya miaka 5 ulianza 26 27 mpaka 2030 31. Lakini kubwa ni ile hatua ya serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwasilisha kwa mara ya kwanza kifungu fedha mahususi kusanywa ili iweko kwa ajili ya kulipa fidia. Imepewa changamoto maeneo mbalimbali ya uwekezaji yanachukuliwa, yanakaa muda mrefu, wananchi kama hawa wamekaa miaka mingi, lakini kipekee ni lazima nikiri, nilikuwa mjumbe wa kamati ya bajeti miaka mingi, lakini mpango huu wa kutenga 5% kwa ajili ya kuangalia ya maeneo, kujengea miundombinu, maeneo ya uwekezaji, kulipa fidia, ni kwa mara ya kwanza nimeona kwenye paneli hii. Kwa hiyo mimi tu nawakilisha ombi langu kwa serikali, wananchi hawapande, na nawakilisha wananchi wa Mlingotini, Kondo, Uzinga yenyewe, Kiromo. Wananchi hawa waliahidiwa, wananchi hawa wametoa eneo muhimu ya maisha yao, ya historia ya wazee wao kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Bandari haitasaidia Bagamoyo tu, lakini bandari itaikaija nchi nzima. Kwa subira yao waliotumia miaka 16, niko hapa mbele ya viongozi wangu, Mheshimiwa Rais wangu, mama yangu kipenzi nempenda Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi, kiongozi wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Hii ndio timu ya viongozi inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wao, ikiwemo waziri wa uwekezaji ofisi ya Rais Uwekezaji na Mipango Mheshimiwa Dr. Alexander Pitila Mkumbo, lakini Mheshimiwa Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamid na wasaidizi wao. Naomba sana na nchi wetu wamesubiri neno 16. Wapo waliotangulia mbele za haki kabla hawajalipwa, lakini hawa kama unavyoona wazee wamehangaika mno. Natambua ipo mipango na ahadi. Niombe sana serikali, mimi kama mwakilishi wa jimbo hili niombe serikali sasa, naomba utupenda lipe fidia kwa wale ambao hawajalipwa. Kuna waliolipwa, lakini kuna wale wengine bado. Lakini zipo ahadi pia waliosaidiwa. Hao wananchi waliahidiwa makazi mbadala, eneo la Kibaloni wa viwanja na makazi. Hilo lipo kwenye nyaraka mbalimbali wakati wa uongozi wa awamu ya 4. Kwa tunaomba mambo haya ukilipwa fidia mapema, kwa sababu ardhi Bagamoyo sasa inava
hata eneo hilo lilotengwa sidhani kama limebaki kiwango gani, kwa sababu watu wanaenda na niombe Wizara ya Ardhi na Mamlaka ya Uwekezaji TISEZA waje Zinga hapa waainishe maeneo gani ya mradi na maeneo gani yako nje ya mradi, ili wananchi wale walioko nje ya mradi wakimfuata mtu chake waendelee na maisha yao. Wale ndani ya mradi baada hawajalipwa fidia walipwe fidia, na tukae sasa mapema. Maono haya sasa serikali kama inavyopambana hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu hapa, sisi tunaona kwamba Mama Samia ndo anaipeleka Bagamoyo kwenye level nyingine, kwa sababu mipango yake na namna ambavyo kila anapoenda hata kwenye mataifa mengine anatembea na ajenda ya mji wa Bagamoyo. Sisi wana Bagamoyo tunamshukuru na tunamuombea dua, lakini tunawaomba wasaidizi tumsaidie mama kuona hili jambo, yale maono yake ndani ya miaka 5 hii, walau watapokamilisha muhula wake ile alivyodhamiria kufanya huu mji. Na sisi tunashukuru, kuna kipindi alifanya ziara kama makamu wa rais, alienda pale Mbegani, akitembelea banda pale chuo cha uvuvi cha Mbegani, eneo lote mpaka kwetu. Kwa hiyo mimi ninachoomba Wizara ya Ardhi, kwa kuwa migogoro nayo imekuwa mingi, hebu ije basi tuone tunafanyaje. Tuainishe maeneo. Wale wengine wako nje ya mradi wanalalamika, kumbe wako nje ya mradi waendelee na shughuli zao. Wale ndani ya mradi sasa tupambane, tuwalipe. Lakini kuna mle ndani kwenye mji, kwa mfano Pande, kuna eneo lina makaburi pale. Kuna maeneo mengine sisi zamani wazee wetu kuna fanya ibada zao huko, hapo maeneo nyeti. Maeneo bado pia yalikuwa fidia. Kwa hiyo sisi tunaomba wizara zinazohusika na mradi huu, sasa tumeanza bajeti 26-27, waje pamoja. Mimi mbunge nipo na wananchi, tushirikiane tupunguze changamoto zingine zinapunguzika site kwa action za kawaida tu, huku tukisubiria malipo ya fidia. Ndugu zangu wasaidizi wa mama yetu kipenzi, mimi mama namjua dhamira yake, utashi wake, roho yake ilivyokuwa nzuri, matamanio yake kwa kuacha alama, na kama alivyosema yeye anataka akimaliza uongozi wake asikumbukwe tu kwa mabarabara, bandari hiyo sawa, bandari ya uvuvi, shule ya Kisaka, lakini akumbukwe kwa tabasamu analoacha kwa wananchi wake. Wananchi hao wapande na wengine maeneo hayo mahususi niliyotaja ya kata ya Zinga na Kilomo, tabasamu kubwa ambao wanalitarajia ni kulipwa festival. Kwa hiyo naomba tu niishie hapo, ni waombe tuifanyie kazi kauli ya mama. Kauli nzito sana hii. Anajua atajenga mabarabara na amejenga na anaendelea, anajenga vituo vya afya anaendelea, na sisi tunashukuru mji wetu wa Bagamoyo, mipango ipo, bajeti ya safari hii pia tumepata, baadhi ya miradi kazi inafanyika, lakini tabasamu sahihi analokusudia ni mioyoni kwa wananchi wake, ni zile stahiki zao, haki zao. Wananchi hawa wa Pande wakiwakilisha wenzao wengi watapata tabasamu kubwa, na pengine tutaongeza hata umri wa maisha yao. Hao wazee wanaishi kwa wasiwasi, wana raha kiukweli. Wanyonge wanyonge sababu miaka 16 mtoto ameshakuwa mkubwa, wanapita tu kwenye makozo, mara ofisi ya mbunge, mara kwa mkuu wa wilaya, mara sijui haya, mara huko, wamehangaika mno hawa, mwendo aliotembea tangu kipindi hiki. Sasa mama kwa sababu yeye ilimpendeza kuclear kitamle mle walimopita waliotangulia, lakini yeye zaidi, sababu tunaona dalili ya hiyo miradi sasa kutekelezeka, basi wamsaidie mama au achie tabasamu wazee wangu. Hata mimi kama kiongozi wao nitafarijika mno. Nashukuru sana.